kwanza. Jambo la pili, unapotoka kwenda nje, kuna mambo unatakiwa kuto kuyafanya kwa ajili ya ukuaji wako wa kiroho. Jambo la kwanza ni kupoteza muda. Maandiko anasema mtu mwenye hekima ni yule ambaye anakomboa wakati. Tumia muda wako wa kuwa nje na kampu kuyafanya yale ambayo umejifunza kampu. Ni kama umechukua siku 5 kujifunza, lakini ukitaka uishi uhalisia huu ambao tumekufundisha itakuchukua miaka. Kwa hiyo hakikisha kwamba utumie muda wako kwenye mambo ya soko ya muhimu. Muda wako unautumia katika kupractice kile ambacho umejifunza. Okay? So maana yake usitumie muda wako vibaya, usihusishe na kampani mbaya ya watu ambao hawayapi maana mambo ya roho. Unaweza ukawa ni fire hapo, muone urahisi wa mambo ya roho ni maanisha kulikuwa na upako maalum ambao kule haupo. No, ni kwa sababu ndugu ambao tunakupatana kwenye hivi vitu tumekutana. So manake tumeitengeneza atmosphere ya mambo ya roho. Okay? So manake wengine haina maana kwamba kuna jambo ambalo umefundishwa ndio ambalo likasema kumbe ni wengine, ni kwa sababu tu ya ushawishi wa kukuta ndugu anafanya 1 2 3 ukaambukizwa. So manake unavyoenda huko usiwe na kampani ya watu wabaya. Unasoma kitabu cha Misali sura ya 1, anasema mwanangu, wenye dhambi akikushawishi usikubali. Kama kusema kwamba kuna wakati unaweza kupokea mambo mazuri, mafundisho mazuri, unapokutana na watu ambao hawayaamini hayo mafundisho na hayo mambo, unayaangusha. Kulikuwa na ndugu fulani ambaye kwenye historia anaitwa Evans Robert, ambaye alitumiwa na Mungu kwa mtembeo mkubwa kule Wales ni wapi? Wales hivyo. Alifanya siku kwa miezi 6 kama sikosei. Then after hapo akawa amekutana na watu ambao wakamdiscourage. Mwambie unachokifanya hicho ni ushetani. Hebu kufikia chini ya miezi 6, kwa takwimu ambazo zinaonekana ni kwamba watu ambao walikubali kwa muamini Kristo ni zaidi ya 100,000. Unaweza kuona hayo matunda, lakini akakutana na watu ambao wakamwambia unachokifanya ni satanic. Unajua unafanya huduma kama hivi, tunakuwa na maswali mengi moyoni, wengi hawajui. Haina maana sisi tunaofundisha hatuna maswali, tuna maswali mengi moyoni. So kwenye hicho kipindi ambacho Evans alikuwa, huyo mwanamwamsho Evans alikuwa na maswali mengi, akawa hakuna majibu ambayo anayapata kwa urahisi. Unaona simu yako hiyo? Kwa hiyo akawa amekosa maelekezo ya kwamba doubting sometimes ni kitu ambacho ni natural kwa binadamu ambao tuko nao. Wale maswali alivyokutana na jibu ambalo linafanana na maswali yake ya kwamba anachokifanya ni satanic, akawa ameacha kabisa kuendelea kumtumikia Mungu. Wale ndugu hakuishia tu kumzimishia moto wa kumtumikia Mungu, wakamchukua wakampeleka eneo la mbali kabisa na pale ambapo alikuwa anafanyia huduma, kwa lengo la kusema wanamtibu akili yake kwamba imechanganyikiwa. Na hata ministers wengine ambao walisikia taarifa na neema ya Mungu ambayo ipo juu yake, wakienda kumsalimia walikuwa wanazuia wasikutane naye. So maana yake haina maana kwamba kila kitu ambacho kimefundishwa umekubaliana nacho, sio kweli, lakini ni ukweli wa maandiko. Kwa maana yake ukutana na mtu ambaye anaweza kukutilia mashaka, utapata mashaka ya kweli na utalalisha mashaka yako na kulitupa nje neno la Mungu. Inatokea. Lakini unapokuwa na kampani nzuri ya watu ambao wanakukumbusha, hey Logate, kuna kunena kwa lugha na kutafsiri lugha, kuna kutoa nabii, hey Logate, kuna kalama za nguvu, kuna kalama hizi na hizi, unagundua kabisa kwamba hautapoa. Utaendelea kupractice huku na maswali mengi moyoni yanaendelea kujijibu. Unaelewa? Kwa maana hata ambao wanakanusha, ndugu yangu usipige wewe, hata kwa ambao wanakanusha mambo ya roho, wanakanusha kulingana na uzoefu. Wengi ni uzoefu, ni kile ambacho gospel ikisema ya kwamba shetani anatumia watu ambao wana ushawishi, na wana matokeo kwa namna inayoonekana kwa nje kuyazima mambo ya rohoni. Sasa kuyazima mambo ya rohoni hakumfanyi mtu kuto kwenda mbinguni, lakini kunaliingiza kanisa kwenye hasara, kuto kunufaika na utendaji wa roho ambao ungewasaidia kusolve na kuexpand kazi ya Kristo ambayo inatokea hapa duniani. Okay? So ama hivyo ni kwamba
Jambo la kwanza, usipoteze muda. Jambo la pili, usikae kwenye long company, watu ambao hawayaamini mambo ambayo umejifunza, lakini kwa associate nao. That association inaweza ikaleta jambo silokuwa zuri. Paulo aliwaambia Wakorintho kwamba mazungumzo mabaya waharibu tabia njema. Aina mazungumzo ambayo alikuwa anayazungumzia ni kwamba wale ambao kwenye kanisa la Korintho wamekuwa na hali ya kutokuamini kwa habari ya ufufuo wa wafu, kwamba hakuna ufufuo wa wafu. Hiyo ndio Ufunuo sura 15, akisema aina hiyo ya mawazo akiendelea kusakureti kwenye kusanyiko la ndugu, hakuna ufufuo wa wafu, hakuna ufufuo wa wafu. Kwa siku hata wale ambao walikuwa wanaamini pia wataweka the same disbelief. Elewa? Jambo la tatu, punguza matumizi ya social media. Punguza matumizi ya Instagram, punguza matumizi ya TikTok, punguza matumizi ya YouTube, punguza matumizi ya WhatsApp. Watu wanapunguza matumizi ya social medias. Sijasema uache, ila punguza matumizi. Ukiona una websites, una mitandao ambayo haikusaidii, achana nayo. Kama TikTok hauna kitu ambacho kina ufanye biashara TikTok, wala useme anafuatilia mafundisho. Mafundisho mengi ambayo unayo walimu wako yapo kwenye audios, hayapo TikTok. Kwa hiyo maanake kama hautumii mitandao ya jamii kwa ajili ya biashara au na huduma, basi hauna haja kukaa huko. Kweli ni kwamba tusidanganye, watu wanaspendi zaidi ya masaa 6 mpaka 7 kwa siku kwa wastani kwenye social media. Just huko ku scroll TikTok, una scroll tu, utapumzika kidogo, utamkia utaenda YouTube, tamthilia fulani imetoka dunia, huko hapo vitu na kitu soka hapo kwa WhatsApp dogo, status unabadilisha, yani kila baada ya dakika 5 picha mpya, kila baada ya dakika 5 picha, yani hapana. Ukipunguza matumizi ya social media utapata muda mzuri wa kuwa na muda wa kusoma Biblia na kufanya other activities. Rudia tena, punguza matumizi ya mitandao ya kijamii. Punguza. Ikiwa una jambo la msingi la kufanya kwenye simu, si lazima uchezee simu. Kwa maana wakasifanya tunarecommend kuwa na Biblia ambazo ni hard copy. Soma hizi, soma vitabu, tumia muda wako kwenye kuengage kitu. Hao watu ambao unawaona wako social, unaowatazama wameinvest muda mwingi sana kufanya kile uwatazame, yaani wakatuona mtazamo kwa social media unamuingizia pesa, na wakasifanya yeye mwenyewe hata afuatilie mambo ya wengine. Wanainvest kwenye kusearch knowledge, wanainvest kwenye kutafuta maarifa, wanainvest kwenye kusoma vitabu ili wapate kitu cha kuja kuwadanganya kwa social media. So ukishadanganyika kwa social media unapokea kwamba huu ndo uhalisia wa maisha, kwa unaendelea kufuatilia. Don't be addicted. Jambo la mwisho, usifuatishe namna dunia hii. Usifuatishe namna dunia hii. Bwana Yesu alikuwa very clear kwamba sisi tunaishi kwenye dunia, lakini hatumilikiwi na hii dunia. Jambo la kwanza nimesema ni nini? Jambo la kwanza. Jambo la tatu. Jambo la 4. Social media lande. Umeona anayeandika? Umeona anayeandika? Wengi mtaachia hapo. Mbona mwandiki au? Mnashika. Nitajieni. Jambo la tatu. Ya tatu ni bad company. Okay, nayo soma ni muhimu. Shukuru madaftari muandike. Take your notebooks. Tena andika kwenye peji ambayo kama wale wenye notebook, andika kwenye peji ya mwanzoni kabisa pale. Wengine wameshapaki. Andika kwenye ile peji ya mwanzoni kabisa. Pale ambapo ukifungua notebook yako anakuwa kwanza kuyaona. Hayo ni maelekezo. Jambo la kwanza, usipoteze muda.
usipoteze muda. Jambo la pili, usiwe na marafiki wabaya. Je, usiwe na marafiki wabaya. Avoid bad company. Usiwe na marafiki wabaya. Jambo la tatu, punguza matumizi ya mitandao ya kijamii. Punguza matumizi ya mitandao ya kijamii. Jambo la nne, usiufuatishe ulimwengu. Usiufuatishe ulimwengu. Kwanza, usitumie muda wako vibaya. Pili, usiwe na marafiki wabaya. La tatu, punguza matumizi ya mitandao ya kijamii. La nne, usifuatishe ulimwengu. Hapo kwenye ulimwengu, wakati wewe ni kazi ya Mungu, ni mtoto wa Mungu. Una haja kusikiliza muziki ya Bongo Flava. Una haja kufuatilia Mbosso amefanya nini, Diamond na Zuchu anaendeleaje, sijui Harmonize na Kajala. Una haja. Tumewajuaje ete? Tumewajuaje? Okay. Fuatilia. Una haja. Wamerudiana tena wameachana. Sijui Zari na Diamond, a lot of. Una haja. Una haja. Sijui mwigizaji wa tamthilia fulani, mwigizaji sijui maarufu sijui saizi ni nani, kipindi chetu alikuwa ni Kanumba. Sijui ni nani anayeigiza vizuri Bongo Movie kweli, tangia Kanumba hapo mimi sikumbuki kama kuna tamthilia yote nimefuatilia Bongo ya kibongo. Sijui nani yule, sijui nani, nimefuatia kidogo. Yule jamaa alikuwa anabadilika kuwa nyoka yule, sijui nani yule, sijui. Hamna haja. Una haja. Hayakuongezei chochote, hayana faida yote ile. So manake usiende na upepo unaoonekana. Tumia muda wako kubuild your life. Tumia muda wako kujenga maisha yako mwenyewe. Wakati umejifunza mambo ya roho, manake una haja ya kwanza kuwafuatilia watu ambao haujui inspiration nyuma yao ni kitu gani. Unasema hivyo Bongo Flava nyingine mwalimu zinafundisha. Sizungumzii swala la kufundisha, nazungumzia ni roho gani ambayo inawapa hayo maneno kuyasema. Hello? So manake unavyohitaji kutembea katika mambo ya roho yametolewa bure, lakini anahitaji nidhamu. Mambo ya roho yametolewa bure, lakini anahitaji nidhamu. Pasipo nidhamu utakuwa tu unayatazama na kuyaona. Watu wa Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Yaani niwaambia mchana, hatumtumii Roho Mtakatifu, ila yeye ndiye anafanya nini? Anatutumia. Kwa hiyo sifikiri tu kwamba ni mjinga ambaye atafuata kile ambacho nakihitaji. No. Don't be foolish. Usiwe mjinga, usiwe mpumbavu. Badala yake kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu. Kwa kwamba nikitoka hapa sina mpango na nyimbo za Bongo Flava. Sina mpango na picha za ngono wala kufuatilia sijui yote ambayo yanahusiana na vitu kama hivyo. Kwa nini? Macho yangu ni kwa ajili ya kuona kile ambacho Mungu anafanya, wala sio kinini ambacho Shetani anafanya. Tuko moja mpaka hapo. Mambo ya kufanya baada ya hapa. Mambo ya kufanya. Hayo nimeambiwa usifanye, mambo ya kufanya. Jambo la kwanza, jiunge na jamii ya waamini ambayo inaamini utendaji wa mambo ya roho. Jiunge na jamii ya waamini ambayo inaamini katika matendo ya roho. Hiyo ni gharama ya kwanza. Jiunge. Angalia mahali ambako unapatikana. Kanisa lipi au mahali gani ambapo mambo ya roho yanafundishwa na yanapewa nafasi ya kufanyiwa kazi. Hapo ni mahali sahihi pa kuwa. Hapo ni mahali sahihi pa kuwa.
mahali popote ambapo mambo ya roho yanapigwa teke, yanaonekana ni mambo yaliyopita, hapa hapata kuletea dhati njaa. Unaweza ukatoka na njaa, lakini baada ya hapo yakazimishwa kama Robert Evans. So manake make sure unatafuta jamii ya watu ambao wanaamini hayo mambo. Ikiwa haipo, anzisha moja. Mungu make sure kwamba mambo ya roho hayapotei, badala yake yanahifadhiwa. Jambo la pili, kuwa na mwendelezo katika kuomba. Kuwa na mwendelezo, sijasema uomba, nimesema kuwa na mwendelezo. Bwana Yesu hakutufundisha tu kuomba, Bwana Yesu alitufundisha kuomba kwa mwendelezo. Vitu viwili tofauti, right? Ukifuatilia mafundisho ya Bwana Yesu kwenye kitabu cha Mathayo, anakuta anasema kwa mfano, muombapo msiwe kama wanafiki. Muombapo, ule msamiati muombapo inasuggest ya kwamba muamini nabii kila wakati awe anaomba. Bwana Yesu anasema hivi, Bwana Yesu hakuwafundisha wanafunzi kuomba. Bwana Yesu aliwafundisha namna ambayo wanafunzi wanatakiwa kuendelea kuomba kwa namna inayoendelea, kwa sababu walikuwa naomba, lakini walikuwa naomba kwa namna isiyokuwa sahihi. Walikuwa naomba, lakini walikuwa wana msisitizo katika kuomba. Kwa maana sura ya 7 anafundisha misamiati mitatu, lakini anaeleza kitu kimoja, ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Then maneno yote matatu mstari ya chini anasema kila ombaye hupewa, kila bishaye hufunguliwa, kila tafutaye huona. Chini anasema kwamba nani aombaye anakutumia neno kuomba. Kwa hiyo anavyosema omba, bisha, tafuta, ametumia misamiati mitatu kuelezea kitu kile kile, kwamba katika maombi kunahitaji uvumilivu, persistence. Na ndio ambayo tunaiona kusoma Injili ya Luka. Bwana Yesu anavyobatizwa, unamuona yupo kuomba, anaendelea mpaka huko msalabani, Kristo anaendelea kuomba. Kwa maana yake maisha ya maombi yenye mwendelezo ni mazingira mazuri ya kukativate utendaji wa roho. Mwingine ya kwamba usikae, yani usiishi bila kuomba. Omba kama unavyopumua, ili kukeep that fire endelee kubani in your heart. Tulisema anayeomba manake anamtumaini Mungu, si ndivyo? Asiomba manake amtumaini au amtegemei Mungu. Jambo la mwisho, tunza nafsi yako na mafundisho uliyofundishwa. Tunza nafsi yako na mafundisho uliyofundishwa. Tunza nafsi yako na mafundisho uliofundishwa. Kwa lugha nyingine ya kwamba zuia kumsikiliza kila mtu ambaye anajiita mtumishi wa Mungu. No. Zuia. Unajua kwa nini shuleni kwenye vyuo niseme tunazalisha watu ambao wanaweza kufanya kazi, labda kama ni madaktari, kama ni wafamasia, kama ni walimu, kama ni mainjinia. Nafikiri kwa nini? Kwa sababu wa watu wanapelekwa chuo na hawachagui mwalimu wa kusikiliza, wanaandaliwa mwalimu ambaye anatakiwa kufundisha specific model. Lakini mambo ya Mungu yanachukua kuwa ni mambo ya ovyo sana. Yeyote yule anaweza akafundisha na kuyasema kwa kuwa nina roho. Kigezo ni kwamba nina roho. So ni upepo ambao upo ya kwamba kidogo tu nimeanza kuwa na kujua ya kwamba Kristo anapatikana kwenye Agano la Kale. Naweza nikamwona Kristo. Wengine huo ni ufunuo unaotosha kabisa yeye kwenda kufungua kanisa, na kuandika pale kanisa la Kristolojia. Kwa ameona tu ya kwamba ukisoma kitabu cha Mwanzo unamwona Kristo. Hapana, usiwe wewe. Masikio yako ukisoma kitabu cha Misali utakuta mwanangu, nipe sikio lako mwanangu, nipe sikio lako mwanangu, tega sikio lako mwanangu. Kwa maana lazima uwe makini, nani ambaye ana sikio lako? Unaweza ukachagua kumsikiliza mchungaji wako
au kwenda kuwasikiliza wengi ambao wapo nje. Tupo kwenye dunia ambayo kuna watu ambao wana wachungaji online, wachungaji wa online, yaani kwa lingine kwamba mchungaji ambaye hakujui hata kwa jina kwamba anaitwa Bright, hakujui hajui maendeleo yako yapoje, ila ni mchungaji wangu na unamdefend balaa. No, hapana, sio mpango wa Mungu. Yesu alikuwa ni mchungaji wa wanafunzi 12, walikuwa wanamuona hapo, wana interact hapo. Okay, are we together? So maana avoid kufuatilia mafundisho mengi yanayofundishwa online. Rizika na chakula ambacho unapewa kinatosha kwa ukuaji wako wa kiroho. Kwa kile ambacho Logata aliuliza, kuna maziwa na chakula kigumu. Nikamwambia maziwa na chakula kigumu hakipo kwenye Biblia, ila kipo kwenye fafanuzi au tafsiri ambayo mhubiri anakuwa nao kulingana na audience ambayo anaelekeza hayo mambo. So kubaliana na mfumo wa ukuaji ambao umeandaliwa, sababu mchungaji akikuona hivi anajua wewe unahitaji nini, anajua nini kimepungua, anajua, so anaishi na wewe na nakuona. So wanawake wengine wanasema ukuaji wangu wa kiroho nitakaa nitajiuliza, sielewi maarifa ya rohoni, kwa niende kumtafuta mtumishi anayefundisha kalama za roho. Nini sielewi kuhusu nini, sielewi kuhusu namna kutoa pepo, nikatafute mtumishi anayefundisha. No. Ukuaji wa kiroho upo hivyo. Ukuaji wa kiroho unahitaji mtu okay. Jaribu kufikiria kwamba hapo ulipofikia ongelelewa na mama 20 na baba 20. Hivyo sasa ambao wanatolea kwamba wamekamilika, baba na mama ambaye amekulea, kile kitu kanafanya sawa au kafanya sawa? Kwa nini kuama familia na kwenda familia nyingine ambayo unaona wanachinja kuku kila siku, wengine kula ubwabo ilikuwa ni siku ya Jumapili, wengine mpaka Christmas ndio utaona wali kidogo na vinyamanyama. Lakini tuliacha kwamba wewe sio baba sio mama kwa sababu unanipa. Mimi nachojua ni kwamba ile kwamba Mungu ameruhusu tuzaliwe kwenye familia, hilo ni somo la kiasili. That is a natural lesson ya kwamba even mtu anatakiwa ku be belonged to the family. Malezi na makuzi na ukuaji unatokea mtu anapokuwa ndani ya familia. Watoto wasiokulia ndani ya familia wanaitwaje? Watoto mitaani. Na bila shaka namna ya kubehave ni tofauti kabisa na mtu ambaye amelelewa na baba na mama, si ndivyo? Si ndivyo? So manake kuna Wakristo wengi ni watoto wa mitaani, a lot of them. So make sure kwamba una belong to a specific family ambayo unaendelea kujifunza na kuyapokea mambo ya roho. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi. Tunaombea kwa Mungu muwe na utendaji imara na mkuu wa elimu kubwa ambayo umeipokea. Bado tuna kwa watu wa Mloganzila huku, tuna wale ambao kwenye ukumbi ndiko mahali ambako tunafanya makusanyiko yetu kila Jumapili. Na wale ambao kwa Dar es Salaam tunakusanyikiaga pale kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu na kuwafikia wakazi wa Mloganzila. Also tuna masomo ya online, tuna platform ile online ipo. Tuna vipindi kuanzia siku ya Alhamisi mpaka Jumapili saa 4 mpaka saa 6 usiku. So make sure baada ya kutoka kempu unaweza ukawa na ufuatiliaji mzuri wa mafundisho ambayo yanaendelea na walimu ambao wapo kwa ajili ya ku make sure unakuwa kiroho.